Yes, ni time ya kupeana update mtu wangu. Kama huja subscribe channel hii bana, usokopita na taarifa nyingi sana. Cha kufanya kusa tu neno subscribe. Ukisha subscribe utakuwa umejiunga moja kwa moja na channel hii ya habari za michezo ya burudani. Kumbuka tunaelekea dirisha dogo la usajili ambalo linafunguliwa Januari hii ama Disemba hii, Disemba 15 dirisha dogo la usajili linafunguliwa na kufungwa Januari 15. Hivyo taarifa ni nyingi, hususan masuala ya usajili. Mambo yamezidi kupamba moto huku Dar es Salaam Young Africans kupitia kwa msemaji wao Ali Kamwe akisema kwamba ni muda wa kumchukua mchezaji wao kutoka ndani ya klabu ya Simba. Namzungumzia Elie Mpanzu kwa mujibu wa maneno ya Ali Kamwe amesema kwamba ni muda sasa wa kumchukua mchezaji wao ndani ya klabu ya Simba. Namzungumzia Elie Mpanzu ambaye amekuwa akiandamwa sana ndani ya klabu ya Simba kutokana na kile ambacho anashindwa kukifanya ndani ya klabu hiyo, hususani kushindwa kuamua michezo mikubwa na kuendelea kukosa magoli ya wazi. Moja kati ya mambo ambayo yanaendelea hivi sasa ni kwamba Elie Mpanzu hana furaha ndani ya klabu ya Simba kutokana na kile ambacho kinaendelea. Hususan mashabiki wa Simba wamekuwa wakimfuatilia sana katika mitandao ya kijamii na ukimuongelea juu ya performance yake na kwa nini anakosa nafasi za wazi. Hivyo Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga, yameibuka na kusema kwamba wanamhitaji mchezaji wao katika dirisha dogo la usajili la Januari. Hivyo Elie Mpanzu anahitajika ndani ya klabu ya Yanga, na kwa mujibu wa Ali Kamwe anasema kwamba alikuwa ni mchezaji wao, hivyo wanamhitaji sasa na watamchukua dirisha dogo la usajili, yaani Januari. Kuelekea Januari bana, Elie Mpanzu ataelekea kunako mitaa ya Twiga na Jangwani. Ni jambo la kusubiri. Je, kauli ya Ali Kamwe ni kauli ambayo ina mashiko ama vipi? Ni jambo la kusubiri. Kumekuwa na sitofahamu katika klabu ya Simba, ndani ya klabu ya Simba na nje ya klabu ya Simba, hususan katika michezo miwili ya kimataifa. Amekuwa akiandamwa sana Elie Mpanzu na mashabiki wa Simba kusema kwamba ameshindwa kuamua michezo migumu, na wakimfananisha na Pacome Zouzoua ndani ya klabu ya Yanga. Pacome ameamua michezo migumu na kusaidia klabu yake pindi pale inafeli ndani ya kiwanja, lakini Elie Mpanzu ambaye ni tegemezi kwa klabu ya Simba kwa sasa ameshindwa kufanya hivyo, ameshindwa kuibeba timu mabegani, na ndo maana mashabiki wa Simba wanasema huenda moyo wake upo ndani ya klabu ya Yanga. Ndo maana maneno ya Ali Shabani Kamwe ameibuka na kusema kwamba wanamhitaji mchezaji wao kulekea Januari. Hivyo Elie Mpanzu anahitajika ndani ya klabu ya Yanga. Hii itakuwa ni Januari. Ni jambo la kusubiri kwamba itakuwaje. Elie Mpanzu ni kweli ataenda Yanga kutokana na mashabiki wanavyosema kwamba mashabiki wa Simba wanasema kwamba moyo wa Elie Mpanzu bado upo ndani ya Yanga na si kwa Simba, ambapo wanasema hivi sasa kutokana na kile ambacho wanakifanya, kukosa nafasi za wazi, na japo wanacheza lakini wanashindwa kutengeneza na kufunga mabao. Ndo maana mashabiki wa Simba wanasema huenda moyo wake uko upande wa Yanga. Na Ali Kamwe bwana akaibuka na kusema kwamba wanamhitaji mchezaji wao katika Januari. Hivyo Elie Mpanzu anahitajika ndani ya klabu ya Yanga Januari. Ni hayo tu mtu wangu kuelekea dirisha dogo la usajili la Januari ambao utarajiwa kufunguliwa wiki ijayo tarehe 15 Disemba hii na kufungwa Januari tarehe 15. Ni miongoni mwa taarifa ambao nimeona nikupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Sisi kwa sasa tunadili na taarifa za usajili tu pamoja na taarifa mbalimbali za kimichezo zile mpya ambazo zinatoka, basi tutadondosha humu ndani. Kama huja subscribe channel hii bwana, utakuwa unapitwa na taarifa nyingi sana za kimichezo. Cha kufanya subscribe, alafu kaa mkao wa kula. Ukisha subscribe afu kaa mkao wa kula, kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza
kuipata taarifa hiyo. Taarifa kama hizi za Ali Kamwe kumhitaji Elie Mpanzu ama Ali Kamwe kusema kwamba watamchukua mchezaji wao Elie Mpanzu Januari, taarifa hizo zisikupite. Baki hapa hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Kile ambacho kinadaiwa kwamba ameshindwa kuperform ndani ya klabu ya Simba ama ameshindwa kuamua michezo mikubwa ndani ya klabu ya Simba. Dabi zote ambazo Elie Mpanzu amecheza ameshindwa kuziamua, na michezo mbalimbali ya kimataifa pia ameshindwa kuiamua, tofauti na Pacome Zouzoua ambaye ameamua dabi za Kariakoo kati ya Simba, ameamua pia michezo kimataifa. Lakini Elie Mpanzu ambaye ndiye tegemeo ndani ya klabu ya Simba ameshindwa kufanya hivyo. Na Ali Kamwe bana, baada ya kusikia mashabiki wa Simba wakisema kwamba huenda mwenye wake upo ndani ya klabu ya Simba, Ali Kamwe ameibuka na kusema kwamba wanamhitaji mchezaji wao Januari. Tusubiri tuone ni ya kweli hayo maneno ya Ali Shabani Kamwe kwamba wanamhitaji Elie Mpanzu Januari. Ni jambo la kusubiri. Elie Mpanzu kwa sasa atakayebakisha mwaka mmoja kumaliza mkataba wake ndani ya klabu ya Simba. Tusubiri tuone kwamba atatimka ama itakuwaje. Ni jambo la kusubiri. Cha kufanya gusa tu neno subscribe, alafu mkaa wa kula. Taarifa zote za kimichezo sitakuwekea hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Leo tumekuletea taarifa hii hapa kwa mujibu wa kauli ya Ali Kamwe, msemaji wa klabu ya Yanga, kwamba Januari wanamhitaji mchezaji wao, yani Elie Mpanzu. Wanasema ni wa kwao, Elie Mpanzu ni wa Yanga. Ni jambo la kusubiri. Nasema kwamba kwa Simba yupo tu, lakini mwili na akili uko upande wa Dar es Salaam Yanga African, kwa mujibu wa maneno ya Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa klabu ya Dar es Salaam Yanga Africa, ni kwamba Januari watamchukua mchezaji wao. Ni jambo la kusubiri kupitia hapa hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Cha kufanya gusa tu neno subscribe, alafu mkaa wa kula. Kila taarifa ambao sisi tunadondosha humu ndani utakuwa wa kwanza kuipata kama tu utakuwa umesubscribe.